Mtazamaji wa TBC1, karibu sana hii leo kwenye kipindi maalum kabisa. Hapa tunaangazia ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, ambako alikutana na mwenyeji wake Rais wa taifa la Urusi Vladimir Putin, ambako mengi yamezungumzwa. Miongoni mwa yale ambayo ameyazungumza ni pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Kumbuka kwa sasa lugha ya Kiswahili ni miongoni mwa lugha 7 duniani ambazo zina wafuasi wengi, ikitanguliwa na lugha kadhaa ikiwemo Kiingereza, lakini Kiswahili kwa sasa kinazidi kupenya na kimepewa siku maalum kabisa. Tarehe 7 ya mwezi wa 7 kila mwaka tunaazimisha siku ya Kiswahili. Hayo ni miongoni mwa wale ambayo tutayazungumza hapa studio kuhusiana na ile ziara ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliifanya kuanzia tarehe 2 ya mwezi huu wa 6 mpaka tarehe 5 ya mwezi huu wa 6. Karibu sana mtazamaji, tunayo hayo, lakini kuzungumza katika haya ama kuchangia katika haya sitakuwa peke yangu hapa studio. Nitakuwa na Dr. Salim Mfungahema. Yeye ni mtu ambaye ameishi Urusi kwa miaka 9. Ana uzoefu mkubwa, lakini pia alikwenda kule kwa ajili ya masomo na baadaye pia akaishi kule akifanya kazi akishirikiana na wenyeji wa taifa hilo la Urusi. Leo tuko katika hilo kuzungumzia hiyo ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya kwa mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika Kremlin, ya ikulu ya Kremlin pale Urusi, pamoja na St. Petersburg kwenye ambako alikutana na jumuiya ya wafanyabiashara ambao ilifanyika pale St. Petersburg, ambako mengi yamezungumzwa. Karibu sana mtazamaji, niko na Dr. Salim Mfungahela. Dr. Salim, karibu sana studio. Naam, asante sana. Bila shaka unayo mengi ambayo utatupitisha kuhusiana na Urusi kwa ujumla wake, lakini na fursa ambazo Mtanzania aliyeko leo, ukizingatia na ziara aliyofanya rais, unaweza kuziunganisha na kuzihusianisha kwamba sasa tumepata fursa, Rais Dr. Samia amefika Urusi, lakini pia wewe umekaa Urusi. Naam. Karibu sana. Naam, nashukuru sana. Kama utangulia kusema ndugu mtangazaji, nimeishi nchini Urusi kwa muda wa miaka 9. Kwa hiyo kwa sasa hivi nchini Urusi kuna Watanzania wengi wanaishi kule, na niseme ukweli kwamba Watanzania wengi wanaishi nchini Urusi ni wanafunzi wanaenda kwa ajili ya masomo pamoja na maeneo mengine, na wachache wamebaki kule kama diaspora kwa sababu wanajihusisha na kufanya kazi mbalimbali, wameajiriwa au wengine wameamua kubaki kule. Kwa niseme kwamba Urusi ni nchi kubwa, kama ulivyosema, ni moja ya nchi kubwa duniani. Sasa tukijikita hapo kwenye matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa sasa hivi, ni kweli kwamba Urusi Watanzania wengi wapo kule wanazungumza Kirusi, lakini imekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa Warusi wenyewe na hata sio Warusi wenyewe, kwa sababu wengi wanapenda kujifunza lugha hii wanapoisikia. Kwa hiyo shukrani sana kwa utangulizi. Mtazamaji, karibu sana. Kama ambavyo nimekujuza, naitwa Tobias Masalu. Huyu ni Dr. Salim Mfungahema, yeye ndiye mwenyeji wetu hii leo. Ametutangulia kidogo tu kutuambia kwamba Urusi watu wanajifunza Kiswahili, lakini sio hilo tu ambalo tutalizungumza. Tutazungumza pia masuala ya utalii, uchumi, biashara na fursa za elimu ambazo yeye alipata fursa, lakini kubwa zaidi ambalo atatueleza hapa ni kwamba amefika ikulu ya Kremlin pale Urusi na ameonana na Rais Vladimir Putin ana kwa ana. Hiyo ni uzoefu ambao atatupa hapo baadaye. Bwana Dr. Salim, karibu sana. Tuzungumzie sasa katika swala zima la lugha ya Kiswahili kama ambavyo umetangulia hapa. Ni kwa kiasi gani ambacho tunakwenda kunufaika na ziara hii au ushirikiano ama uhusiano huu uliopo kati ya Tanzania na Urusi tukiangazia lugha ya Kiswahili? Kwanza niseme kwamba toka hapo awali tulikuwa tuna mahusiano mazuri kati ya Urusi na Tanzania, na hasa kwenye sekta hii muhimu tunasema kwamba elimu. Tanzania tumekuwa, serikali ya Tanzania ilikuwa ikipeleka wanafunzi wengi nchini Urusi kusoma, aidha kwa scholarship au kwa kujisomesha wenyewe. Sasa kwa sasa hivi nchini Urusi kuna vyuo zaidi ya 5 ambavyo vinafundisha Kiswahili, kwa maana kwa level ya shahada ya kwanza. Mojawapo kile chuo ambacho mimi nimemaliza, chuo kikuu cha urafiki Lumumba, au kwa Kiingereza kinaitwa People's Friendship University of Russia. Sasa hiki chuo maarufu
kwa jina hili la kifupi tunasema Rudeni University. Sasa Rudeni University imekujaje? Ni kifupi, lakini ukitamka kirefu kwa Kirusi tunasema Rossiyski Universitet Druzhbina Rodov. Ruden ni chuo ambacho Mheshimiwa Rais hapa juzi amepewa shahada ya heshima. Pale kama uliona kuna Warusi wanazungumza Kiswahili vizuri sana kwa fasaha na kuna maprofesa kabisa pale. Sasa fursa inakuja wapi? Kwanza sasa hivi kutokuwa kuna fursa ya kwenda Watanzania wengi kwenda kufundisha Kiswahili nchini Urusi, kwa sababu tayari hiyo ilishatengeneza ajira, kwa sababu Kiswahili ni tuseme kwa Tanzania ndo lugha yetu ya taifa, yani tuna ile feel of ownership kwamba ndo lugha yetu, ingaji tunafahamu kuna mataifa mengine jirani yanazungumza, lakini Tanzania ndo base ya Kiswahili. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Watanzania wengi wachangamkie hiyo fursa, kwa sababu itakuwa ni fursa ya kwenda kufundisha Kiswahili. Lakini pia kama tulimsikiliza Mheshimiwa Rais alisema kwamba sasa Kirusi kitaanza kufundishwa Tanzania, hasa chuo kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo basi kwa wale wa Tanzania ambao wamesoma Urusi wanajua vizuri lugha ya Kirusi kwa ufasaha, pia nao watapata fursa ya kufundisha lugha ya Kirusi. Kwa tayari tumeshika mahusiano, lakini pia kuna fursa nyingi ya tuseme utalii, kwa sababu hapo awali tuna watalii wengi kutoka Russia, lakini wengi hawalikuwa hawajui vivutio. Sasa sisi kama Watanzania, chuo kikuu Lumumba Rudeni, chini ya uongozi wangu mimi niliwahi kuwa pale rais wa serikali ya wanafunzi Rudeni mwaka 2024-2025. Tulitumia nafasi hile na kwa kupitia ushirikiano wa chuo chenyewe Lumumba walikuwa wanatupa fursa, tunaweka mabango, tunaandaa banda, tunatangaza utamaduni wa Kitanzania, tunatangaza vivutio vya Tanzania. Na niseme kwamba Warusi wanaifahamu sana Tanzania, lakini kwenye maeneo fulani. Kwa mfano Kilimanjaro wanaifahamu. Ukisema Tanzania atakwambia Kilimanjaro, kwa sababu tunajua Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko yote barani Afrika. Kwa hiyo umekuwa ni mlima ambao unatupa jina na heshima kubwa. Lakini pia wanaifahamu sana Zanzibar. Ukiambia mimi natoka Tanzania, Zanzibari. Kwa hiyo hata kuna clip moja hapa nayo unakuta jinsi wanavyozungumza Tanzania Zanzibari. Pia wanaitambua sana Serengeti, Ngorongoro na vitu vinginevyo. Kwa sisi tulitumia nafasi ile kuelewesha kwamba sio hivyo tu, vipo vingi sana. Tanzania ni nchi nzuri, tuna uoto wa asili, tuna vivutio vingi zaidi. Lakini pia tulijaribu kuinteract nao katika kuwafundisha Kiswahili, kwa sababu pia ilikuwa ni sehemu ya kujua utamaduni wetu, na walikuwa wanatoa ushirikiano mzuri sana. Pia kujifunza, walikuwa wanapenda kujifunza kuvaa vazi la Kiafrika. Nazo picha hapo walikuwa wanavaa vazi la kitenge na kuzungumza Kiswahili la Kimasai. Lakini pia walikuwa wanapenda kuangalia vile vinyago, tunaweka vinyago kwenye banda letu, wanakuja wanaangalia wanashangaa. Lakini pia walikuwa wanapenda nyimbo zetu za Kiswahili. Tulikuwa tunaimba nao ile jambo, habari gani. Kwa hiyo hivyo yote tulikuwa ni sehemu ya kutangaza utalii, na wanajiuliza jambo ni neno la Kiswahili ina maana gani? Alafu na neno moja kwa napenda sana sema hakuna matata. Maana yake nini? Kila mtu sikumwona kwamba hakuna matata. Mambo poa. Sasa wanajiuliza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa very interested. Kwa hiyo niseme kwamba ni ndugu zetu, ni watu ambao kwa kweli wanapenda sana utamaduni wetu na wanaipenda sana Tanzania. Kwa mimi nafikiri ziara ya Mheshimiwa Rais imekuja wakati muafaka kwenda Urusi. Niseme kwamba walikuwa wana kiu kubwa sana ya kuona kwamba siku moja rais wa Tanzania anakwenda Russia, kwa sababu kwa mara mwisho ilikuwa mwaka 1969 rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Nyerere. Kipindi hicho ikiwa ni jumuiya ya Soviet, shirikisho la Soviet. Kwa hiyo kwa wakati huu naona kwamba ni tukio kubwa sana. Ni tukio kubwa sana, na tukio hili limeleta maana halisi ya sera yetu ya Tanzania, kwa sababu Tanzania tunasema ni non-alignment movement. Naam. Kwa hiyo ni sera kutafungamana na upande wote. Kwa sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Daktari ameonyesha hiyo sera kwa vitendo, kwamba sasa
tuna mashariki na magharibi. Kwa mimi nafikiri ni jambo jema, na hilo pia limetupa faida sana, milango imefunguka. Kama hivi tunavyoona sasa hivi tunaye Mheshimiwa Rais amesema kutakuwa na direct flight kutoka Dar es Salaam mpaka Moscow na itaanza rasmi Tanzania. Kwa hiyo nayo ni faida. Ni faida kubwa, milango imefunguka. Dr. Tukisalia hapo umeishi Urusi miaka 9 wakati ambao uko masomoni. Ndio. Kwa namna ilivyokuwa, Watanzania wanachukuliwa kwa namna gani pale Urusi? Niseme kwamba Watanzania tulikuwa tunajisikia fahari sana, kwa sababu ukijitambulisha wewe ni Mtanzania, yani unaonekana kwamba wewe ni mtu salama. Ilikuwa hata kama unakutana na askari, ukimwambia tu, akikuuliza where are you from, wewe unatoka Tanzania, hata kabla ya kuomba passport, lakini ana imani wewe, alikuwa anaweza hata kukuruhusu, kwa sababu hii ya historia ya nchi yetu kuwa nchi ya amani na upendo. Hatuna yale matukio makubwa ambayo kama tunavyoona maeneo na mengine. Kwa hiyo nisema kwamba hii imetupa heshima kubwa sana. Yani taifa lilikuwa linatubeba wa Tanzania katika ule muonekano wa nje wa haraka. Lakini pia si vitu, hata sisi wenyewe wa Tanzania tulikuwa tunaishi sana kwa kufuata sheria na utaratibu, na tulikuwa tunaonekana ni watu wapole, ni watu ambao hatuna makuu. Kwa hiyo hili tujengea nafasi ya kupata fursa sehemu mbalimbali na kupata uaminifu. Kifupi kwamba tuliaminiwa. Na ndio maana hata ile siku ya miaka 65 ya kuanzishwa kwa chuo kikuu cha urafiki cha watu wa Urusi, Lumumba au Rudeni, mimi nilipokuwa rais wa serikali ya wanafunzi wa Kitanzania pale Lumumba, nilialikwa Ikulu ya Rais Putin pale Kremlin. Nilipata mwaliko mimi na waziri wangu wa utamaduni. Lakini walitamani tuvae vazi la utamaduni. Dokta, hapo kwenye kuhudhuria Kremlin pale bwana, wanasema mambo ni mengi, na naamini kwa sababu umefika unaweza ukatupa uzoefu. Kwanza maisha ya wananchi wa Russia na serikali yao, lakini pia na wewe ulivyoingia pale. Ilikuwaje kwa kulipoambia kesho unaenda Kremlin kukutana na Rais Putin? Nasema tunarudi pale kwenye nchi ya amani. Kwa hiyo taifa lilitubeba upendo, kwa sababu tulikuwa watu wengi, of course tulialikwa kutoka mataifa mbalimbali, wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali, lakini na sisi tunashukuru tulipata bahati wa Tanzania wawili, niko mimi na waziri wangu wa utamaduni wa jumuiya. Lakini jambo ambalo lilikuwa very interested kwamba mimi na waziri wangu wa utamaduni, kwa ile tamwisho cha Watanzania, hatukukaguliwa pale getini. Tuliruhusiwa tu tukapita mageti yote. Kwa hiyo wakati wengine pale wanakaguliwa hadi mapochi, wanachambua hiki, angalia hiki, lakini sisi tuliambiwa tu nenda. Kwa hiyo inaonekana kwamba namna gani kwamba watu trust. Na hii sio tu ni sisi, hapana, ni kwa sababu serikali ya Tanzania imeweza kulinda amani, upendo na umoja. Kwa hiyo imetupa heshima na kutufanya kwamba Mtanzania popote pale unapokuwepo unatembea kifua mbele, kwamba wewe ni mstaarabu, Mtanzania ni mpole, Mtanzania hana makuu. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii pia kwa Watanzania wengine popote pale duniani waliopo kulinda heshima hii, kwa sababu ni kitu kikubwa sana. Watanzania tunaheshimika na tunaaminiwa. Kwa hiyo kuto kujiingiza kwenye migogoro mbalimbali, kuvunja amani, mambo ya kihalifu ukiwa kwenye nchi za watu, inakuletea kuchafua nchi ambayo tulishaaminiwa sana. Naam. Shukrani sana Dr. Ni Dr. Salim Mfungahema. Huyu ni daktari bingwa kabisa wa figo na yuko katika hospitali ya taifa Muhimbili, lakini pia ni mhitimu kutoka chuo kikuu nchini Urusi ambaye amebobea katika masuala ya figo. Tunazungumza ziara ya Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Urusi na matokeo yake, lakini pia tukiangazia fursa ambazo Watanzania watakwenda kunufaika nazo kutokana na ziara hizi, lakini tukiangazia pia uzoefu wa Watanzania wanaoishi nchini Urusi na namna mambo yalivyo. Niko na Dr. Salim Mfungahema hapa tunayangazia hayo. Dr. Tunaona kwamba ushirikiano wa Tanzania na Urusi haujaanza leo, umekuwepo tangu Tanzania inapata uhuru. Na hata kabla haijapata uhuru tuliona kwamba
ushirikiano huu ulikuwepo katika harakati za ukombozi wa Afrika. Na miongoni mwa nchi ambazo zimeshiriki sana Afrika kupata uhuru, Urusi uwezo kaiacha kipindi hicho ikiwa chini ya shirikisho la nchi za Soviet, USSR, uwezo kaondoa katika hiyo na jitihada zao katika kukomboa Afrika. Tunaangazia ziara hii, tumeona katika swala zima la Kiswahili na fursa ambazo umezielezea, lakini pia namna ambavyo Warusi wanaichukulia Tanzania na Watanzania wenyewe. Umeona umekwenda Kremlin, haukukaguliwa, ili hali ni sehemu ambayo inalindwa kweli kweli, lakini wewe ulikwenda moja kwa moja. Tukijikita katika swala la utalii, umezungumza hapa kwamba wanaifahamu sana Zanzibar, Kilimanjaro na baadhi ya kama Serengeti. Ni kwa kiasi gani sasa watu ama sekta ya utalii iliyoko kule inaweza ikachangamkia fursa hii, ikizingatiwa kwamba tarehe 2 mwezi wa 7 tunazindua safari ya Dar es Salaam Moscow, Dar es Salaam na Zanzibar. Tunawezaje kuchangamkia fursa, hasa wadau wa utalii? Mimi nafikiri ni kwamba ni kweli kwa sasa hivi tuna watalii wengi sana kutoka Russia, kutoka Urusi. Ni wengi sana. Sasa kupitia hili la kuwa na direct flight, Air Tanzania yenyewe kwanza itakuwa inatangaza nchi, inatangaza utalii. Kwa sababu wanapoona Tanzania moja kwa moja Warusi wao wanafly sana. Kwa hiyo hapo awali unakuta kuna wengine walikuwa wakitaka kuja Dar es Salaam wanapita mpaka Nairobi kwanza, Nairobi na huko. Kwa hiyo kuna watalii wengine walikuwa tunawapoteza pale. Hata kama mtu alikuwa anapanga kuja Ngorongoro, kuja Arusha, lakini anaweza akakuta kwamba basi amemaliza pale Nairobi. Lakini sasa kama tutakuwa tunawaleta moja kwa moja kuja Dar es Salaam, maana ni rahisi zaidi watalii hao wakaona vivutio vyetu kwanza vya Tanzania. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo jema na ninaamini kwamba Warusi watachangamkia hiyo fursa sana, na sisi makampuni ya Tanzania ya kitalii basi ni wakati mwafaka wa kufanya hivyo. Wakati rais akizungumza na kwenye kikao chake cha kwanza kabisa na Rais Vladimir Putin, lakini pia akizungumza kwenye jukwaa la uwekezaji la St. Petersburg pale, alieleza fursa ambazo ziko au maeneo ambayo wanatamani Tanzania ijikite nayo na ushirikiano ujikite kule. Maeneo kama vile hapa ametaja kuna ujenzi wa bandari, alitaja bandari ya Mangapwani Zanzibar pale. Kilimo, ikumbuke Urusi ni miongoni mwa nchi zinazozalisha na kusambaza mbolea kwa wingi sana duniani. Lakini pia utalii, nishati ikiwemo matumizi ya nyuklia katika kutengeneza nishati mbadala ya umeme. Ni vitu ambavyo alivigusia. Na katika eneo la kilimo sasa pamoja na nishati, wewe umekuepo pale. Warusi ni watu ambao wanatumia teknolojia hali ya juu sana. Ni kipi ambacho sekta hii ya nishati pamoja na kilimo wanaweza wakachangamkia ili kuhakikisha kwamba na sisi ubora ulionao Russia unaweza ukahamia hata kwetu kupitia ushirikiano huu? Mimi nafikiri kwenye swala hasa kwenye nishati, kwenye upande wa nishati hasa kwenye upande wa umeme, kama tutatumia nyuklia kuzalisha umeme, tutakuwa tumetatua tatizo zaidi na tunaweza tukawa sisi ni wadau hata wa kuwauzia nchi zingine umeme kwa kiasi kikubwa, kwa sababu umeme wa nyuklia ni umeme wa uhakika zaidi. Niseme tu kwamba mimi tangu nimeishi Russia Moscow kwa zaidi ya miaka 9 sijawahi kusikia au kuona umeme umekatika. Hiyo nazungumza wazi kabisa kwamba sijawahi kuona hicho kitu, hata kwa bahati mbaya, hata kwa dakika moja sijawahi kuona. Kwa hiyo ni unaona kwamba ni nishati ambayo ikitumika vizuri ni nishati ya uhakika zaidi, na haitegemei masika, kiangazi, tuna maji sio kwaje, hicho kitu hakipo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni fursa muhimu sana, na hiyo itaongeza tija ya uzalishaji na hasa katika viwanda, kwa sababu tunahitaji umeme na maeneo mengineyo katika mipango ya maendeleo, kwa sababu umeme ndio kila kitu. Nishati umeme tunahitaji sana katika maendeleo ya viwanda na vinginevyo. Swala la kilimo, tumeona upande wa kilimo ni kweli wale ndugu zetu wanalima sana, lakini kama unavyojua ile ni nchi ya baridi, of course wale wanatumia muda mfupi sana kwenye kilimo. Nafikiri kwa sababu barafu linaanguka kuanzia mwezi Oktoba mpaka mwezi Aprili.
Kwa wanatumia muda mfupi, sasa wanatumia mazao ambayo yanastawi kwa muda mfupi. Kwa sababu kama ukienda mwezi Desemba ardhi yote unakuta ni snow, Januari. Sasa sio kama huwa wanalima mazao kwenye ile barafu. Lakini kuanzia hapo mwezi Aprili barafu linayeyuka. Kwa unakuta ile ardhi inapokuwa ile barafu afu ikaacha ile maji inakuwa ina rutuba sana. Kwa kuna mazao labda muda mfupi kama ni mahindi au viazi mviringo. Kwa haraka mimi tangu niishi pale nimeona kwamba viazi mviringo ni vingi sana, labda na hizo ngano na vinginevyo. Kwa wana facilities hizo za kutosha. Kama tutatumia fursa hiyo, tunaweza tukaboresha kilimo kwa kiasi kikubwa sana. Kwa facility wanazo, kama tunaona kuna sekta kule Belarus kule mazuri sana. Kuna mitambo ya kuvunia mazao kule Belarus mizuri. Na pia kama usema wana mbolea nzuri. Kwa hiyo hizo vyote vinaweza vikaongeza tija kwenye kilimo kwetu. Kwa mimi nafikiri naunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika huo ushirikiano kwenye sekta hizo za kilimo na pia nishati, kwa sababu itakuza uchumi wa nchi yetu. Dr. tukiwa tunaelekea mwishoni hapa, Urusi bwana, tunafahamu Urusi iko kwenye mgogoro na taifa la Ukraine. Deo. Na wakati mwingine story ni nyingi sana kuhusu Urusi na Ukraine. Wewe umekuwepo pale wakati ambapo mapigano hayo yanaendelea. Lakini pia watu wanakwenda. Ukweli ni upi kuhusiana na Urusi katika kuangazia Watanzania ambao wanatamani waende Urusi kwa ajili ya shughuli mbalimbali? Mimi niseme kwamba ni kweli kwamba Urusi kwa sasa hivi kuna ndani ya Urusi kwenyewe kuna amani. Yaani kwamba hata sisi tulikuwa pale Moscow tulikuwa tunasikia tu kwenye vyombo vya habari kwamba kuna vita upande fulani. Lakini mimi kwa muda wote niliishi pale Moscow sijawahi kusikia hata mlio wa bomu. Ila ni kwa sababu nilikuwa kiongozi wa chuo kikuu cha Rudeni ambacho ndio chuo mama kwa Watanzania, sababu nilikuwa chuo ambacho kina Watanzania wengi. Kwa hiyo nilikuwa kama ni kiongozi wa Watanzania wote walioko pale. Wengi wanaripoti pale, alafu sisi ndio tunawapeka kwenye vio vya kwao. Kwa kuna baadhi walikuwa wanapiga simu kwenye miji mbalimbali. Bana, kuna mabomu yameanguka hapa jirani, kwa mfano mji mmoja unaitwa Tura. Niwewe kusikia hiyo kesi. Kuna mwanafunzi mmoja alisema bwana, huku kwetu sisi tumefungiwa chini ya handaki, wanasema mpaka leo itulie kidogo, kuna mabomu huko nje yanapigwa. Kwa ni miji ya pembeni baadhi, sio yote. Ila kwa pale Moscow kwa kweli ni shwari. Na kama wewe mwenyewe mwandishi utakuwa ni shahidi, hujawahi kusikia tukio lolote kwa Mtanzania yuko kule labda kama alipata pigwa bomu kwa bahati mbaya au labda amefariki kwa sababu ya hiyo vita au nini. Hakuna, kwa sababu vita inapiganwa huko mbali na nafikiri wameingia huko nchi nyingine. Kwa hiyo kwa ujumla hata Warusi wenyewe wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Yaani ukiwa pale wewe foreign huwezi kujua nini kinaendelea. Huo ndio ukweli kabisa. Kwa sababu nafikiri kwa sababu ni taifa kubwa na wamedhibiti huko. Ngaja hapa juzi wakati wa huo mkutano Mheshimiwa Rais alikuwa kule, nafikiri kabla tulisikia kuna kule St. Petersburg bomu 3, lakini hata hivi unaona mkutano ulifanyika na mambo yakaendelea na wame. Kwa hiyo hizo propaganda hizo zipo. Ila mimi kwa kisha kwamba ni salama, kwa sababu hata sisi tumesafiri na ndege, hali ni shwari. Hata siku moja sijawahi kusikia tumepewa hata hali yote ya tahadhari kutoka ubalozi au kutoka kwa nani kwamba jamani hapa. Yaani hiyo kitu sijawahi kusikia. Mimi nilikuwa kiongozi pale. Hata pale chuoni kwenyewe hatujawahi kupewa hata siku moja hali ya tahadhari kwamba jamani hivi na hivi na hivi, hamna. Yaani ukifika zifu kwamba hakuna kinachoendelea. Ni amani, maisha yanaendelea. Hata sisi ndio mwingine ukikaa kwenye TV ndio unaona tu kwamba kuna vita huku vinaendelea. Ukiwa ndani ya Urusi. Ukiwa ndani ya Urusi. Naam. Tukiwa tunamalizia kabisa. Tumeona Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza na moja kwa moja na Rais Vladimir Putin, lakini pia tumeona amezungumza na wanafunzi katika chuo kikuu ambacho walitunukiwa shahada ya udaktari wa heshima. Lakini pia tuliona alizungumza kwenye jukwaa la wawekezaji pale St. Petersburg ambalo ndio ilikuwa sehemu yake ya mwisho
na baadaye akarejea Tanzania. Kwa namna ilivyokuwa rais kuhutubia maeneo yote hayo kwa Warusi na jumuiya ya kimataifa, lakini pia na kwa Watanzania, ile kwako wewe, kwa namna ulivyoishi Urusi, ina maana gani? Ile pale kwanza ina maana kwamba Warusi walikuwa wanasubiri kwa hamu sana ujio wa Mheshimiwa Rais. Ina maana kwamba Watanzania au Tanzania inakubalika sana, ni eneo muhimu pamoja na kuboresha mahusiano, lakini inaonyesha kwamba Mheshimiwa Rais ndio maana alipelekwa kwenye chuo kikuu cha kimkakati pale Lumumba, na amepewa shahada ya heshima pale. Kile chuo kina wanafunzi kutoka mataifa zaidi ya 160. Ni chuo cha kimkakati naweza tukasema, na hata yule rais wa kile chuo pale anaitwa Bwana Vladimir Filipov, aliwahi kuwa waziri wa elimu wa Urusi kati ya mwaka 98 na mwaka 2004. Kwa hiyo mimi naweza nikasema tu kwa haraka maana yake ilikuwa ni kwamba walimpa nafasi Mheshimiwa Rais katika kutuwakilisha au Tanzania kwa lengo la kuboresha mahusiano na kufikia kile ambacho kwamba waliona kwamba wanaweza kufika. Shukrani sana Dr. Umemaliza hivyo. Ni Dr. Salim Mfungahema akitufungia kwa namna hiyo, anasema kwamba ni heshima kubwa sana kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na Rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini pia kuzungumza katika jukwaa la uwekezaji la St. Petersburg ambalo lilifanyika pale katika mji wa St. Petersburg, lakini pia kuzungumza na wanafunzi au jumuiya ya wasomi katika chuo kikuu cha urafiki pale yeye anasema kinaitwa Lumumba, Rudin. Inaitwa Rudin, yani Rossiyski Universitet Druzhib Narodov. Hiyo ni Kirusi. Kwa hiyo ni People's Friendship University of Russia. Mengine ni marefu sana. Shukrani sana Dr. Salim Mfungahema kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki maalum kabisa, tukiangazia ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya katika nchi ya Urusi na kukutana na rais wa taifa hilo Vladimir Putin, lakini pia na jumuiya ya wasomi katika chuo kikuu, lakini pamoja na jukwaa la wafanyabiashara na wawekezaji pale St. Petersburg, ambako alizungumza akielezea fursa ambazo Tanzania inazo na kuwakaribisha wawekezaji wa kimataifa waje kuwekeza na kufanya biashara na shughuli za uzalishaji katika nchi ya Tanzania. Shukrani sana Dr. Salim, na nikutakie heri. Lakini pia shukrani wewe mtazamaji wa TBC1 kwa kuwa pamoja nasi toka mwanzo hadi mwisho. Naitwa Tobias Masalu, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1.